Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathiran, amma ba'd. Ndugu zangu katika iman na katika dini, leo hii tutaigusia miongoni mwa nguzo katika nguzo za Kiislamu. Na nguzo hii inakamilisha zile nguzo tano katika nguzo za Kiislamu. Na nguzo hii ni ibada adhim ya al-Hajj. Asili ya ibada hii, Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia mtume wake Ibrahim alayhi salatu wassalam, wa'adhin fi nnas bilhajj, waite watu katika ibada ya hija. Aya hii ndio asili ya ibada hii tukufu ya hija. Na ibada hii tukufu ya hija ndio ibada ambayo ilizaa ibada adhim ya umra, kwa sababu maana ibada zote hizi mbili ni az-ziyara kilugha, yani al-hajj wal umra maana yake kilugha ni az-ziyara, kuzuru maeneo takatifu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyatukuza. Ndio maana akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa'adhin fi nnasi bilhajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiqa. Alimwambia Ibrahim alayhi salatu wassalam, waite watu waje katika ibada ya hija, kuzuru miji mitukufu na maeneo takatifu. Watakuja wakiwa watembea kwa miguu, na watakuja wakiwa katika vipando dhaifu. Watakujia ewe Ibrahim na mitume watakaokuja baada yako kutoka katika miji ya mbali. Kwa hii ndio ikawa maana ya ibada ya al-Hajj na maana ya ibada ya al-Umra kilugha, kwa maana ni ziara, kuzuru maeneo yale takatifu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyatukuza. Lakini kabla ya kuzungumzia ibada al-Hajj, tuzungumzie ibada ndogo yake ambayo inaitwa al-Umra, ambayo maana yake kilugha nimesema ni az-ziyara, lakini kisheria maana yake az-ziyaratu liadai a'malil makhsusa, ni ziara ya kwenda kufanya matendo maalum ambayo Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia tutende tutakapozuru ile miji mitukufu. Na matendo hayo ndio ambayo tutakuja kuyazungumzia katika halaka zetu hizi. Kwa hiyo kufanya matendo haya maalum katika muda wowote katika mwaka, na matendo haya yanafanyika katika makanin makhsusin, sehemu maalum ambayo ni al-Makkatul Mukarrama haula al-Kaaba, ni katika mji wa Makka uliokirimiwa pembezoni na nyumba tukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyojenga Ibrahim alayhi salatu wasalam, ambayo inaitwa al-Kaaba. Kwa hiyo tunakwenda katika ziara hii kufanya matendo maalum tukimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na wala haiabudiwi ile nyumba nyeusi na ambayo inaitwa al-Kaaba. Kwa Waislamu hawaabudu ile nyumba wala hawaabudu jiwe jeusi lililopo pale, bali wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ibada hii ya al-Umra, Mtume sallallahu alayhi wasallam toka apewe utume amefanya 4 umra 4 tu amefanya katika maisha yake. Na hija Mtume sallallahu alayhi wasallam alihiji mara moja baada ya kupewa utume. Kwa hiyo umra ni ibada ndogo ya hija, Mtume sallallahu alayhi wasallam ameifanya mara 4, na alifanya katika miezi ya Dhulqaida, lakini sisi akaturuhusu tufanye siku yoyote katika mwaka ibada hii ya umra, kwenda katika mji wa Makka na kufanya yale matendo maalum ambayo tutakuja sisi kuyasoma na kuyazingatia. Na ibada hii ya umra ina fadhila zilizokuwa nyingi kabisa, na leo hii mimi nitakutajia fadhila 3 tu za ibada ya umra kutoka katika hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu. Anasema anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma. Ibada ya umra ukienda kufanya na ibada ya umra nyingine utakayoenda baadaye, basi ni kifutio cha madhambi ya hapa katikati baina ya ibada mbili ambazo wewe mwanadamu unakuwa umeyafanya. Kwa umra ni sababu ya sisi kusamehewa madhambi yetu. Hii ni fadhila namba 1. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu anasema, tabi'u baina al-hajj wal umra, fuatisha kwenda kuzuru nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala tukufu katika ibada ya hajj na katika ibada ya umra. Fa innahuma, hakika ibada hizo mbili, yanfiyani al-faqra wadh-dhunuba, hakika ibada hizo mbili wewe utakapokuwa kwenda mara nyingi kuzuru katika nyumba tukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi
inaondosha ufakiri na inaondosha madhambi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika fadhila zingine za umra akasema al-umratu fi Ramadan, yani umratun fi Ramadan, ibada ya umra katika mwezi mtukufu wa Ramadan, ta'dilu hajjatan au hajjatan ma'i, ni sawa na kufanya hija malipo yake, kufanya ibada ile kubwa kabisa ya hija malipo yake, au ni malipo yake ni sawa na malipo ya kufanya hija na mimi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema maneno hayo. Kwa hiyo ukiangalia ibada hii ni ziara, kwenda kuzuru nyumba tukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala na maeneo takatifu yaliyoko pale, lakini malipo yake unafutiwa madhambi, unaondoshewa ufakiri, na inakuwa malipo yake kama ukifanya mwezi mtukufu wa Ramadhan, unakuwa malipo yake kama vile umefanya ibada ya al-hajj. Lakini kabla ya kufanya ibada hii, ewe ndugu Muislamu, unatakiwa uingie katika nia ya ibada hii, ambayo nia hii inaitwa al-ihram. Nini maana al-ihram? Al-ihram maana yake al-ihram ni niyatu bidukhuli fi nusuk, ni nia ya kuingia katika ibada ya hii ya hija au ya umra. Ile nia ya kuingia katika ibada hii basi inaitwa al-ihram, na hii al-ihram inaambatana na mambo mbalimbali kabla. Na ukitia nia hii ukafika mahali ambapo panaitwa miqat, sehemu hii maalum, kuna mambo utakatazika kuyafanya. Kwa hiyo niyatu dukhuli fi nusuki ndio inaitwa al-ihram. Ihram maana yake ni nia kuingia katika ibada, iwe ibada ni ya hajj au iwe ibada ni ya al-umra. Sasa nia hii, kabla ya kuitia nia hii, mtu anatakiwa akoge na ajisafishe kwa kunyoa nywele zake na kutoa uchafu kama katika kucha na mambo mengineyo, na ajitie manukato yake katika mwili wake na ajiandae kwa ajili ya ibada hii. Ama vazi la ihram, lile ni vazi ambalo wanaume wanalivaa wakifika katika miqat, ndio analazimika kulivaa. Mtu anaweza kalivaa kutokea nyumbani, lakini akifika katika miqat lazima atoe nguo zake zote, avae yale mavazi mawili ambayo moja ni izar na nyingine ni rida, ambazo anavaa juu na chini kama mashuka mawili akiwa ametoa nguo zake zote. Kwa hiyo baada ya kutia nia hii na kuvaa mavazi haya, baada ya kuwa mtu amefika katika ile miqat, mtu huyu atakatazika asifanye mambo kadhaa ambayo tutayataja mfano wake mpaka atakapomaliza ibada ya hajj au ibada ya umra. Hatakiwi kukata kucha, hatakiwi kutoa nywele yoyote katika mwili wake, hatakiwi kuchumbia au kuenda kumchumbia mtu, hatakiwi kufanya tendo la ndoa na mke wake, na hatakiwi kuwinda mnyama yoyote, na hatakiwi kukata mti yoyote katika maeneo takatifu, na hatakiwi mtu huyu kujiingiza katika jambo lingine lolote la dhambi. Na kwa wanaume hatakiwi kufunika kichwa chake, na hatakiwi kujipulizia manukato. Na kwa mwanamke yeye sasa, na hatakiwi kuvaa nguo nyingine yoyote isipokuwa yale mavazi mawili ambayo ni redana na izar. Kwa mwanaume hatakiwi kuvaa nguo ya ndani wala kufunika kichwa chake. Lakini kwa mwanamke sasa, atavaa mavazi yake, lakini hatofunika uso wake kwa niqab, au hatovaa al-quffazan, yani zile gloves hatovaa, isipokuwa kukiwa kuna wanaume jirani, basi Allah subhanahu wa ta'ala amemruhusu afunike uso wake kwa ajili ya wale wanaume wanaopita. Kwa hiyo hii ndio ihram, na haya ndio ambayo yanaambatana na ihram. Biidhnillah ta'ala, katika halaka inayokuja tutazungumzia sasa sifatul umra, sifa ya umra, na baada ya hapo tutaendelea na halaka zingine ambazo zitazungumzia al-hajj na mambo mengineyo yanayoendelea. Wa hadha wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa sallim tasliman kathiran. Barakallahu fikum.